zile protocols ambazo zimewekwa, naomba mtuondolee vikwazo ili watu wengi waone kwamba kuna urahisi wa kuweza kuwekeza katika vizimba. Eneo hili tayari limeshafanywa environmental impact assessment. Watu wa bonde wameshafanya. Kwa nini tena ninapoenda kuomba kibali uniambie tena natakiwa ifanyike environmental impact assessment iliyofanywa na hii yangu? Yaani kwa nini nije nirudie nifanye? Alafu kingine mheshimiwa, ukihitaji kukata mti usikate matawi. Kata mzizi, ikiwezekana uchimbe kabisa. Leo nakuja kupambana sisi kwa wavuvi wa chini, lakini kuna wanaowezesha. Leo kuna hizi mitego za timba. Sisi hatujui zinatoka wapi. Wewe na kamera yako unaweza kuwa unajua zinatoka wapi. Sisi tunaletewa madukani tunanunua. Kata mzizi wanaoingiza hizo mitego nchini, utapambana sisi wa chini. Utanikamata leo mimi na uvuvi haramu. Utanipiga faini, nitaenda jela, miaka yangu itaisha, nitarudi kununua. Hujatibu tatizo, umeongeza tatizo. Dini na wale wa juu wanaoingiza dhana haramu nchini. Nyie mnazungumza viwanda vya nyavu, vyandarua vya mbu wa malaria, navyo sasa badala ya kudhibiti malaria navyo vinaenda kutumika kuvua. Kwa hiyo kukata mzizi, ile mizizi imeshakuwa mikubwa, lazima tunoe mashoka. Na tutakapoanza kunyanyua mashoka, manake hapa tunanoanoana hapa, tusije tukapoteana, alafu baadaye unamwona hebu shika, alafu unaona mtu anarudi nyuma anakimbia. Tushike mashoka hayo, tung'oe hiyo mizizi na tutaing'oa. Ninachotaka kuwaomba wavuvi wote nchi nzima, tuwe na mshikamano, tulinde rasilimali za uvuvi popote zinapopatikana, na tupambane na wale wanaotukwamisha na kuturudisha nyuma katika majukumu hayo. Usingependa kuwa waziri wa kufilisi wavuvi. Sipendi kuwa waziri wa kuzua taharuki. Kila jambo tutalifanya kwa kuwashirikisha kama ninavyoendelea kufanya, na lile lisilo na manufaa hatutalifanya. Lenye manufaa hatutaogopa kulifanya, hata kama litakuwa linamkera mwenye nguvu za aina gani.